Mambo ya kwangu ya kumalizia tu kama waziri ni matatu. La kwanza, tafuteni hela. Waandishi wa habari, tafuteni hela. Wamiliki wa vyombo vya habari, tafuteni uhuru. Tunaosema huu ni ngumu sana kuupata ukiwa maskini. Sasa hapa nimekuwa mimi, naachana na mambo yenu ya hotuba. Sasa uhuru tunaosema ni ngumu sana kuupata, uhuru wa habari, kama wanahabari wenyewe ni maskini. Mtanipinga leo, lakini kuna mahala mtakaa mtakubali ya kwamba Makonda yuko sahihi. Freedom tunayoipigania lazima iendane sambamba na mapambano ya kujenga uchumi imara wa wanahabari. Mwanahabari kama uchumi wake hauko imara, uhuru wake wa habari uko jeopardized. Yani ni rahisi kuwa manipulated. Tunakimbilia uhuru wa habari katika mapambano dhidi ya serikali, lakini tunasahau ya kwamba uhuru wa habari ili uweze kupatikana kwa uhalali ni uwezo wetu wa kiuchumi. Utatuondoa wanahabari kufanya kazi kwa hofu na masimango. Wako wanahabari ambao wako mifukoni mwa wanasiasa, wanaandika stori kutokana na mwanasiasa alichokupa. Taifa hili lina watu ukiwatazama kwa jicho la habari na namna ya chombo cha habari kilivyowatengeneza, ni watu wema sana, lakini ni wauza madawa ya kulevya, ni wala rushwa wakubwa, ni mafisadi, lakini wamefanikiwa kukamata na kuwaweka wanahabari kwenye kateli, to the extent when you look on the image of the people, sema wow, mtu rahimu yule, mtu mwema yule, lakini kimsingi sio mtu mwema. Kwa nini? Kwa sababu uchumi wa wanahabari unapokuwa mdogo, unawapa nafasi wanasiasa uchwala na wala rushwa kuwaweka mfukoni. Hatari kubwa zaidi, imefika hatua unakuta tajiri anaenda kwenye chombo cha habari, anawaambia sikilizeni, najua hamna mshahara wa kulipa waandishi, ila naomba mwajiri huyu mtu, mimi nitakuwa namlipa. Na yule mtu anakuwa kwenye kile chombo, anafahamika kama ni mfanyakazi wa kile chombo, lakini kazi yake ni kulinda interest za huyo fisadi kwenye kile chombo, asichafuliwe na uovu wake na uozo wake usionekane. We are killing this nation. Hatuwezi kwenda hivyo. Sasa mimi nawaomba sisi tutengeneze mikakati ya kuhamisha ajenda kutoka kwenye ajenda za kuwabrandi watu, tuibrandi nchi yetu. Tuonyeshe fursa za kiuchumi zilizoko kwenye nchi yetu. Huko ndiko fedha ilipo. Ukiangalia vivutio tulivyo navyo leo hapa Tanzania, hakuna nchi yoyote Afrika inayofikia Tanzania kwa utajiri wa sekta ya utalii. Lakini tuulizane, wanahabari wangapi wanaoripoti habari za utalii? Alafu twende tuangalie wanahabari wangapi wanaripoti habari za siasa. Ukienda hapo utakuta kule kwenye hela nyingi hakuna ripota, hakuna story. Huku ambako tuna wanasiasa uchwala, wala rushwa, mafisadi, wanaotaka kuonekana wa maana, ndio waandishi wa habari wamejaa pale. Kila siku front page, mwanasiasa. Analeta hela kiasi gani huyo? Lakini kwa nini tunampa hiyo front page? Kwa sababu kuna kahela fulani, tuko kwenye kamtandao kakupewa posho. Na for your information, ngoja niwaambie kitu kimoja. Ukimpigania muovu, haki ya Mungu wallahi inakuwa pia hata wanao hawatatoboa. Utaishia kwa mwandishi wa habari na ukiumwa utaomba mchango. Tuachane na kasumba ya kuwabeba watu wa hovyo, wala rushwa, wazembe kwa sababu tu wana hela ya kutupa, alafu tukaliangamiza ile taifa. Ushahidi ndio nao mimi. Viko vyombo vya habari, wafanyakazi wanalipwa na watu ambao si wamiliki wa vyombo vya habari. Kwa nini? Kwa brandi watu binafsi, kutengeneza imeji zao, ili wafanyeje? Waonekane wema kwa taifa hili, wakati ni majizi tu.